na kwa Luka ndio kujaa roho. They speak out, utterances, kuzungumza, matamshi katika Luka mpya. Luka mpya. So walipojaa roho kwa kunena kwa Luka, Petro akaulizwa nini, wanafunzi waliulizwa nini maana ya mambo haya. So majibu ya Petro alinukuu Yoeli. So anatuonyesha kila ambacho kinatimia leo ni Yoeli 2:28. Tuko pamoja? Tunaelewa hilo? Matendo ya Mitume 1:8 kwa haraka mno. Matendo ya Mitume 1:8. Matendo ya Mitume 1:8. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Akisha wajilia juu kuna roho juu ya. Tuko pamoja? Hajasema roho ndani ya, roho juu. So kuna ndani ya na kuna juu ya. Tuko pamoja? Tuko pamoja jameni? So hajasema ndani yao, pali juu yao. Hajasema akisha wajilia roho ndani yenu. Amesema akisha wajilia roho juu yenu. Haleluya. So kuna tofauti ya roho ndani ya na kuna tofauti ya roho juu ya. Tuko pamoja katika hilo tuko pamoja katika hilo. Roho juu ya. Huko ndio, sikiza, roho juu yao. Huko ndio kufikwa nguvu. Walipoambiwa wangoje wafikwe nguvu, hicho ndio kinaongelewa kama roho juu yao. Akisha wajilia roho juu yao ndio kufikwa nguvu. So utakundua kufikwa nguvu iko katika kunena kwa Luka, iko katika matamshi. So singeti hapo hii mambo tusikisange vizuri. Sasa nimesikia ikifundishwa mahali kwamba Mungu ndiye anawafika watu nguo ati wako uchi. Sasa anachanganya hii maandiko na mambo mengine ya ajabu tu. So kuwa makini kwenye somo hili tafadhali. So kufikwa nguvu ndio kule kunakosema roho juu yao. Maana yake ni udhihirisho wa kilicho ndani. Ni udhihirisho wa kilicho ndani. Ni kudhihirisha ulichokipokea. Ni kudhihirisha, ni madhihirisho ya huyo roho aliye ndani yako. Ni kuchukua kwa kile ambacho kiko tayari ndani yako. Ndio kunaitwa kufikwa nguvu au kufikwa nguo ama kufaa nguo. Tafikwa sawa na mtu anafaa nguo. Unachukua kwa kile ambacho kiko tayari. Na tulijifunza hilo neno linaitwa lambano. Lambano, kuchukua kwa kile tayari kiko. So kumbuka, Roho Mtakatifu amekwisha tolewa katika kuamini Injili au katika ufufuo wa Yesu Kristo. So huyo roho uliyempokea, aliyekwisha kutolewa na umeamini Injili ukapokea roho. So kufikwa uwezo utokao juu ni kuchukua kwa kile tayari unacho. Unachukua kwa roho aliye ndani yako. Unachukuaje kwa roho aliye ndani yako? You practice. You speak it out. You speak it out. Unaongea kwa lugha mpya. Tuko pamoja? Hello. Tuelewe hizi terms kwa sababu vile sinakaa huwezi sielewa. Lakini haya maneno mengi yanaitwa synonyms. Ni maneno ambayo yana maana moja lakini maneno yenyewe ni tofauti. Tuko pamoja? Soma Matendo ya Mitume 1:8. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata
mwisho wa nchi au mwisho wa dunia. Elewa hivi, mtu akitaka kufanya uinjilisti bila kuchoka na kukata tamaa, anahitaji awe mtu anayejaa Roho kila siku, kwa sababu waliambiwa wangoje baada ya kujaa Roho sasa ndio waanza kushuhudia injili. Tuko pamoja? Mtu ambaye hajajaa Roho kila siku ni rahisi kukata tamaa kwamba watu hawaokoki. Kwingine utaenda utusiwe, kwingine utaona utataladishwa, kwingine utasingisiwa na ulikuwa umepeleka tu injili. So ni rahisi mtu kufika mahali na kusema nimekiva, sitaki kuendelea na hii mambo. Lakini katika kujaa Roho kuna ujasiri wa kuendelea kusema injili licha kuwa kuna vita, mambo mengi yanakukuta kule. Kwenda kupeleka injili ni vita. Neno lenyewe injili neno la kivita kabisa. Tuko pamoja? Neno injili kwenye maandiko ya Agano la Kale linazungumzia, ni neno la kihistoria. Ni vile ambavyo mfalme ameenda vitani. Baada ya mfalme kushinda vita, anakutuma sasa uende kuipaza sauti ukielezea watu ushindi wa mfalme, vile alivyopigana, vile alivyoandaa vita, vile alivyoandaa silaha, ameshinda. Watu wajue kuna ushindi. Glory to God. Hallelujah. Sasa tupeleke injili ya kwenda kuambia watu kwamba Yesu anaenda kaburini. Tunaenda kuhubiria watu ushindi wa Yesu Kristo katika kufa na kufuka kwake. Glory to God. Tunaenda kutangaza silaha zake. Tunaenda kutangaza ushindi wake kwa maisha ya watu wengine. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So neno lenyewe injili ni neno la kivita. Injili ni vita. Ninahitaji, ndio sababu anaambiwa wachae Roho kwanza ndio waanze kuwitness ama kuisema habari njema ya ufalme. Amen. Glory to God. Hallelujah. So kuchukua kwa Roho aliye ndani yako ndio inaitwa kufikwa nguvu. Uwe makini kwa haya maneno. Haya maneno yakiongelea kufikwa nguvu na safikiria mtu mwingine ndiye anakufarisha. Hizi terms za Biblia lazima uwe makini nazo. Nasema kuchukua kwa Roho aliye ndani yako ndio kunaitwa kufikwa nguvu au kufaa nguvu au kufaa nguvu. Kufikwa nguvu au kufaa nguvu. Roho anapokuja juu ya mtu ndio kunaitwa kufikwa au kufaa. So anakujaje? Kwa mimi kufungua kinywa changu, kunakuwa na matamshi. Kwa kuchukua kwa Roho aliye ndani yangu. So kwa kuchukua kwa Roho aliye ndani yangu ndio kunaitwa Roho juu ya. Kuchukua kwa Roho aliye ndani yangu ndio kunaitwa Roho juu ya. Hizi terms uwe makini. Hivi tu usichanganyike, ukifikiria Mungu ndiye anakuwekea juu. Utakaa ukingojea miaka mingi yote mpaka utoke duniani. Ni wewe unafanya, ni wewe unahusika. So kuchukua kwa Roho aliye ndani yangu ndio kunaitwa kufikwa nguvu. Au ndio Roho kuja juu ya. Roho kuja juu yako au juu ya mtu mwingine. Ndio kunaitwa kufikwa nguvu. Unachukua kwa Roho aliye ndani yako, naitwa kufikwa nguvu. So muamini anapokuwa anafanya matamshi ndio tunaita kufikwa nguvu au Roho juu yako. So muamini anapokuwa anafanya matamshi ndio Roho kuja juu yako. Hivyo ubatizo huu wa Roho katika Matendo ya Mitume 1:5 ilikuwa ni kuongelea matamshi. Ubatizo kwenye Matendo ya Mitume 1:5 ilikuwa inaongelea matamshi, to speak in tongues. Ubatizo ambao unaongelea kwenye Matendo ya Mitume 1:5
ni matamshi. Ni matamshi, to speak it, utterances. Kuongea kwa lugha au kunena kwa lugha. Matendo ya Mitume 2:15 mpaka 17. Mitume 2:15. Anaposoma tuwe na mind kwamba huu ni unabii wa Yoeli 2:28. Matendo ya Mitume 2 kuanzia 15 tunaweza tukafika pale mpaka 17. Inasema sivyo mnavyodhani. Sivyo mnavyodhani. Watu hao hawakulewa. Kwa maana ni saa 3 mchana. Kumbuka Petro anajibu watu waliouliza maswali, nini maana ya mambo haya? Kwa sababu watu wamejaa roho, wananena kwa lugha na kutabiri. Asema lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Anaposema jambo hili anamaanisha nini? Jambo gani? La kunena kwa lugha na kufasiri, kucharo, patizo wa roho. Anasema itakuwa siku za mwisho, sema Mungu. Nitawamwagia watu wote roho yangu. Itakuwa imesimika tena. Anaposema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu. Alisema wapi? Alisema wapi? Unajua ni rahisi mtu kusema alisema kwa ndoto au alisema, yani anaposema asema Mungu maana yake ni kilichoandikwa. Unajua kilichoandikwa pia kinaitwa asema Bwana. Tuko pamoja? Unajua watu wengi wanajua asema Bwana yale ya ndani kabisa. Lakini ni anaposema asema Bwana ama asema Mungu maana yake ni kilichoandikwa tayari. Nitamwagia watu wote roho yangu. So Bwana alikuwa amesema kupitia nabii Yoeli kwamba nitafanya nini? Nitamwakia. So Matendo ya Mitume ametumia neno kumwakia, Yoeli ametumia neno kumimina. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kuna kumimina na kumwakia. Hello. Jua nilikuwa nikijifunza kidogo Kiswahili kwa radio. Ningetamani kabisa kama hiyo ingefanyika mahali pasuri nichukue notes. Wangapi wanasema kumwaka chai? Sema zinua tu mkono, kumwaka chai. Unajua hiyo si Kiswahili? Hakuna kitu kumwaka chai. Nitilie chai. Unasikia nimwakia chai. Hiyo si Kiswahili. Nitilie chai. Kumwaka, bila wanasema kumwaka ni kitu unamwaka chini mpaka kwanza unafaa usikie pwa. Kitu kinamwaka pwa. So unamwaka chini, si kwa kikombe. Ili tumesoea ni mwakia chai. Ndio Kiswahili hicho sasa. Nitilie chai. Alisema mambo mengi bwana mpaka nikasema we Kiswahili hatujui kabisa. Yaani hiyo kabisa hatujui. Hata maana yetu tumesoea bwana. Kunywa chai. Tuendelee. So nitawamwakia watu wote. Anasema watu wote roho yangu, na wana wenu na pindi zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Huu ni unabii wa kutoka kitabu cha Yoeli 2:28. Hapa kuna maneno, hata Yoeli yenyewe 2:28 ukisoma mpaka mwisho wake ina utamu zaidi. Tuko pamoja? Unaweza soma kidogo. Soma maneno yanayofuata kwa haraka tafadhali, tukomboe muda. Ya Yoeli 29. Yoeli 2. Mstari 29 nasema hivi. So hapo tumeona kwamba kumwaka manake kutakuwa na matamshi, maono, kuota ndoto, manake madhihirisho ya roho. Asema tena juu ya watumishi wenu, wanaume kwa wanawake, katika siku zile. Katika siku gani? Siku zile inamaanisha siku gani? Jamani tumejifunza sana. Katika siku zile ni siku gani? Siku za ufufuo wa Yesu Kristo. Nitamimina roho yangu. So siku za ufufuo wa Yesu Kristo nitamimina roho yangu. Siku za Yesu Kristo, siku za ufufuo wa Yesu Kristo.
30. Nasema nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Watu wanangojea kuona wapi? Kwa juu. Nakumbuka yale maneno ambayo Yoeli ametamka na yametimia kwa wanafunzi. Jua litageuzwa kuwa giza. So wanangojea kama saa hizi naona limegeuzwa kuwa giza. Wow. Jua limetinga hapa. Na mwezi kuwa damu. Kabla haijaja. Wako na siku mwezi imekuwa damu. Tuliletewa maandiko. Kabla haijaja hiyo siku ya Bwana. Kabla haijaja hiyo siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni siku gani tulisema? Siku ya ufufuo wa Yesu Kristo. Iliyokuu na itishayo. Siku iliyokuu na itishayo. Na itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakayelitia jina la Bwana. So watu watalitia jina la Bwana wakati gani? Ni wakati gani watu wanalitia jina la Bwana na kuokolewa? Ni katika ufufuo wake. Ataponywa. Kuponywa pale, maana kuponywa pale inaenda zaidi ya ugonjwa wa kawaida wa mwilini. Kwa kuwa katika mlima Sayuni, katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu watakaookoka kama Bwana alivyosema. So matokeo ya kulitia jina la Bwana kuna kufanya nini? Kuokolewa. Kutoka wapi? Katika dhambi. Kama Bwana alivyosema. Na katika mabaki au awaitao Bwana. Imeisha? Good. So tumesema tena Mitume 2:15-17 hadi unaambiwa Yoeli 2:28. Hapa kuna maneno mawili ambayo tutaangalia hapa. Kuna neno nitamimina. KJV ametumia neno pour out. Neno nitamimina ndio neno pour out. Pour out. Nitamimina, pour out. Pour out. Pour out ndio roho. Roho juu ni sana. Pour out si ni kuweka ni juu ya kitu. Sina kitu kukuchilia juu Haya. Kuna neno pour out. Hebu soma kwa KJV tafadhali. Matendo ya Mitume Yoeli 2:28. Yoeli 2:28. And shall come to pass afterward. I will pour out. I will pour out. So I will pour out my spirit upon all flesh. Kuna hilo neno upon. Kuna neno pour out na kuna neno upon. Umeliona? Tumeliona tukitumia King James Kuna neno pour out na kuna neno upon. Neno pour out ni neno la Kiebrania shafak. Neno pour out, neno la Kiebrania shafak. S-H-A-P not for boy. H-A-K shafak. S-H-A-P-H-A-G. S-H-A-P-H-A-G. Shafak. Hili neno tafsiri yake pia ya hili neno shafak limetumika kwenye Matendo ya Mitume 2:33. Tunaweza tukaenda pale. Tuangalie hilo neno matumizi yake, neno shafak. Ndio hilo neno pour out. Pour ni matumizi yake kwenye Matendo ya Mitume 2:33. Neno shafak. Soma KJV. Utakuta neno shed. Anasema the Acts chapter 3 verse 22, so verse 33. Acts chapter 2 verse 33. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he has shed forth. Ona, hilo neno shafak. Pour out. Ona, tafadhali tukue makini. Mimi sirudi nyuma. Neno pour out kwa Yoeli 2:28
ni neno la Kiebrania. Neno hilo hilo tukija kwa, tumetoka Kiebrania tunakuja Kigiriki, ndio hilo neno limetumia kwenye Matendo ya Mitume 2:33. Ndio hilo neno shet, S-H-E-T for dog. Kigiriki ni neno akcheo, akcheo, E-G-C-H-E-O, E-G-C-H-E-O, akcheo, akcheo. Naweza andika akcheo, akchuno, akcheo, akchuno, E-K. Naongeza hilo, unaweza ongeza hilo neno E-G-C-H-U-N-O, E-G-C-H-U-N-O, akcheo, akchuno. Hili neno linamaanisha kumua kwa. Neno shet ndio lina maana ya kumua kwa. Hapo tumefika P. Kwa makini kabisa tafadhali, kwa makini kabisa. I will pour out, ndio hilo neno shet. Shet, kumua kwa, kumua kwa, kumua kwa. Neno shet, akcheo, kumua kwa, kumua kwa, kumua kwa. Shet. Au pia linaweza likatumika distribute. Distribute. Naweza kuliita kumimina. Kumimina. Naweza kuliita kama kumimina. Kumimina. Matendo ya Mitume 10:45. Tunaangalia hilo neno to pour out. To pour out. Matendo ya Mitume 10, soma kwa Kiswahili 10:45. Matendo ya Mitume 10:45. Na wakijevia jipange pia Na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa. Umeona hilo neno, wamefanya nini? Wamemwagiwa. Wamemwakiwa. KJV nasemaje? Nasema, and they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because because that of the Gentiles also was poured out. Ndio hilo neno poured out. Nataka kuona vile inatumika kwenye maneno, vile inatumika poured out. Neno poured out ndio neno kani kwa Kigiriki chake ni poured out. Kigiriki chake ni ndio hilo akcheo, si ndio? Ndio hilo Sasa kwingine limetumia shed, si ndio? Shed yenye mati yamesoma ni pour out, pour out, si ndio? So shed, pour out, tunaona ni akcheo. Natokana neno moja la Kigiriki akcheo. Akcheo, akchuno. Tutamuita mtoto akcheo, akchuno. Si wangu, yani wa kanisa. Akcheo, akchuno. Hili neno linamaanisha kumwakwa. Tuko pamoja? Hili liko, yani ndio hilo neno linazungumzia kumwakwa. Kumwakwa. Akcheo, akchuno. Matendo ya Mitume 22:20. Soma kwa haraka Matendo ya Mitume 20:22. 22:20. Sorry, Matendo ya Mitume 22:20. Matendo ya Mitume 22. 20. Nasema, na damu ya Stefano shahidi wako ilipomwagwa. Ndio hilo neno ilipo. KJV ametumia neno kani? Anasema, and when the blood of the martyr Stephen was shed. Ndio hilo neno kani? Akcheo, akchuno.
Tutamuita nani kwa saa hii sijui. Arjuna ilipomwakwa to pour out. So hii habari ya Matendo ya Mitume 22:20 ilikuwa katika kurejea mauti ya Stefano. Tunaelewa hivyo? Wakati Stefano, anasema damu, hebu soma tena kwa Kiswahili. Anasema na damu ya Stefano shahidi wako ilipomwagwa. Ona. Damu ya Stefano shahidi wako ilipomwagwa. So, damu ya Stefano ilimwagwa hivi. Ilimwagwa hivi. Anaposema ilipomwagwa anamaanishaje? Alipowawa, si ndio? Tuko pamoja? Uhai wake ulipo maliswa pale. So siku mwakwa, ilipomwakwa ati walimuua, wakakata damu, wakachukua kaanza si anajozungumzia Stefano alipowawa. So inazungumzia mauti ya Stefano. Na Matendo ya Mitume 10:45 soma tena. So ona Matendo ya Mitume 22:20 ni wakati damu ya Stefano, mauti ya Stefano, si ndio? Ndivyo So mauti ya Stefano tunaona neno Arjuna, si ndio? Alafu Matendo ya Mitume 10:45 soma. Soma ni Swahili tu. Matendo ya Mitume 10:45. Mstari wa 45. Na wale waliotahiriwa, walioamini, wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa. So neno Arjuna kuna mahali limetumika kwa mauti ya Stefano, si ndio? Na hapa neno Arjuna limetumika kwa kuelezea Roho Mtakatifu, si ndio? Kumwakiwa Roho, si ndio? Tuko pamoja? Tuko kanisani. Swali, je, roho ya Stefano ilimwakwa hivi? Haikumwakwa hivi, si ndio? Yes. So anaposema damu ya Stefano ilimwakwa, hana maana ilichotwa kwa mpakuli ikamwakwa kama liquid, bali ni kuwawa kwake. Tuende kwenye Matendo ya Mitume 20, Matendo ya Mitume 2:17 mpaka 18. Matendo ya Mitume 2:17 anasema itakuwa siku za mwisho, sema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu. Nitawamwagia. Watu wote roho yangu. Na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, na watatabiri. So hapo kumwaka anazungumzia kwa mambo ya Roho Mtakatifu, si ndio? Alafu Matendo ya Mitume 22:20 anazungumzia mauti ya nani? Ya Stefano. Tuko pamoja? Aya, ukiangalia vizuri kwenye Matendo ya Mitume 2:17 mpaka 18. Ukiangalia vizuri kwenye Matendo ya Mitume 2:17 mpaka 18. Petro katika muktadha huu alifundisha kwamba Roho atamiminwa kupitia matamshi. Ukichunguza vizuri au ukiangalia vizuri kwenye Matendo ya Mitume 2:17 mpaka 18, Petro katika muktadha huu alifundisha kwamba Roho Mtakatifu atamiminwa kupitia matamshi. Watatabiri. Watatabiri. Au kutakweko na utterance, matamshi. Na yale matamshi yanatoka kwa watu. Ni watu watafanya.
So neno kumwakwa linaeleweka kwa muktadha wake. Kuna kumwakwa kwa kuondoa uhai wa mtu. So tunaweza tukasema damu ya Yesu ilimwakwa. Tukisema damu ya Yesu ilimwakwa, tunamaanisha aje? Aliondolewa uhai, aliwawa. So tunaposema damu ya Yesu, tutakuwa tunazungumzia liquid. Tunazungumzia uhai wa Yesu Kristo. Tuko pamoja? Imekaa sawa? So neno hili kumwakwa ama shed au to pour out inategemea nini? Context, muktadha wake. So usilipe maana tu moja kwenye Biblia yote. Angalia limetumika pia kwa kuongelea mauti ya nani? Ya Stefano. Kuna mahali imeongelea hata mauti ya manabii, imeongelea mauti ya Yesu. Glory to God. Hallelujah. So Petro kwenye Matendo ya Mitume 2:17 mpaka 18 anazungumza